Jumatatu ya leo imebeba nini? Hebu tusome nishati ya Jumatatu ya leo tuweze kujua nishati yetu inasemaje. Kipi hicho kinatokea nyuma ya pazia ambacho hatukijui? Kwa hebu nisikize kwa makini. Jumatatu ya leo kuna siri zinafichuka, kuna watu wanashikwa. Kwa hiyo kupitia tarot reading leo nimefanya usomaji wa tarot kuangalia nishati kupitia elements za nyota. Kwa hiyo kuna elements za moto, kuna elements za hewa, kuna elements za dunia, maudongo, kuna elements za maji, zote zipo hapa. Nitachanganua kila nishati niliyoiona, spirit ilivyo ni guide, ili uweze kujua Jumatatu aliyeko vipi. Na ukumbuke kuwa kila ujumbe kama uko na uni wako unakugusa, unaudai, ili uweze kuendana na nishati yako. Pia basi usisahau basi hapo kusubscribe ili daktari aweze kukufundisha zaidi na zaidi. Usipitwe na ujumbe wote ambao daktari atakufundisha. Pia usisahau kulike, comment and share. Kuna watu wanaishi kubahatisha bahatisha. Twende tuache story nyingi. Sasa Jumatatu ya leo kwa alama za moto, Aries, Leo na Sagittarius, au nyota ya punda, nyota ya simba na nyota ya mshale. Jamani, alama za moto, kuna mtu amekamatwa. Huyu mtu amekamatwa akiwa karibu sana na mtu mwingine. Huyu mtu hapo awali alikuwa akisema, huyu mtu mimi sijui chochote. Mimi simjui, hakuna cha kuwa na wasiwasi nacho, mimi simjui wala sielewi, lakini leo amekamatwa. Huenda screenshot rafika pamoja au kauli ya kizembe ikafichua mambo mengi zaidi kuliko alivyokusudia. Lakini wakati yake anahangaika kujieleza na kutafuta namna kujitetea, wewe unaanza kugundua kwamba uhitaji tena maelezo yake, hauhitaji tena eti maelezo ya mwisho au closure, uko sawa. Unahitaji viwango bora zaidi katika maisha na mahusiano yako. Kwa hiyo usibishane na ushahidi ulio mbele yako. Wewe muone tu kama chizi vile. Mwache endelee kuongea hadi ajitoe mwenyewe kwenye nafasi aliyokuwa nayo. Utakuwa na mrank kupitia nafasi fulani, alafu yeye anajifanya kuwa ni hiyo nafasi imfai. Mwache aendelee. Huo ndio ujumbe wa Jumatatu kwa fire element. Fire element, hebu comment hapo chini, nani kakamatwa? Screenshot zipi umeona? Mtu alikuwa akisema hivi kumbe yajua, uta comment hapo. Haya, tuende kwa elements za maji, water element. Tukiangalia Cancer, Scorpio na Pisces, nyota nge na nyota ya samaki. Jamani, kuna siri ambayo imekuwa nzito sana kwa mtu fulani kuendelea kuibeba. Unaweza kupokea maungamo. Jamani, watu wanaanza kuungama, kusikia kwa bahati mazungumzo ambayo hukupaswa kuyasikia, au hatimaye kuunganisha vipande vya taarifa na kuelewa kwa nini mtazamo au tabia mtu fulani ilibadilika. Kwa kweli, mtu wa water element, nisikwambie, unajua intuition yako iko kali sana. Intuition yako tayari iligundua kwamba kuna jambo halikuwa sawa. Sasa ushahidi unaanza kuonekana na kuthibitisha kile ambacho tayari ulikuwa unakihisi, lakini usikimbilie kuitikia. Mwache mtu huyo uendelee kuongea, kwa sababu wewe mwenyewe anaendelea kujifichua mwenyewe bila hata wewe kumuuliza swali moja. Ukweli utaanza kujitokeza kupitia maneno yake yeye mwenyewe. Nimekuambia Jumatatu hii watu wanaenda kukamatwa. Dai ujumbe huu kama ni wako. Alafu pia water element, unaweza comment hapo chini, nani huyo? Nani huyo ulikuwa unajua lakini hutaki kuongea? Na sasa anaanza kuungama, jamani hapa. Utanikomentia hapo. Haya, tuende kwa element ya ardhi ama earth element. Watu wa earth element hawa grounding jamani, Taurus, Virgo na Capricorn. Haya, Jumatatu ya leo, alama za ardhi jamani, kuna mtu anafuatilia sana mambo yako ya kifedha. Huyo mtu anajifanya kwamba anafurahia mafanikio yako, anafurahia ulivyokuwa successful katika biashara yako, miradi unayoifanya. Lakini sio kila swali analokuuliza lina nia njema. Kuwa makini. Mimi daktari nakwambia, mtu fulani anataka kujua unaendeleaje, unapataje pesa, unaendesha maisha yako vipi, kwa namna gani, kwa sababu yale maendeleo yako anaanza kumtia hofu, au yeye anamfanya aanze kujisikia vibaya. Lakini wakati huo naona kuna jambo linalohusiana na kazi au fedha. Hili jambo litabadilisha sana upande wako, na huyo mtu fulani atakaposikia haya, huyu mtu alikuwa akikudharau, alikuwa akiona kuwa huna uwezo, lakini sasa anaona ile thamani unaoifanyia kazi. Kwa hivyo usitangaze hatua yako yoyote inayofuata bado. Usitangaze hatua yako inayofuata bado. Mwacha ajue mambo yako baada ya kila kitu kikiwa kimekamilika. Kwa hivyo fyata huo mdomo wako na utulie. Wakati huo matokeo yako yashajieleze. Sio ujieleze nilifanya hivi nilifanya hivi, kwa sababu sio wote watakuonea. Unajua tena sio wote wanaokupenda. Kwa hiyo usitangaze hatua yoyote. Kama ujumbe unaona uko sawa, dai ujumbe huu.
uwe wa kwako, na pia uta comment hapo kwa comment section, jamani, mimi kama earth element hiki na hiki ni kweli nimekiona. Haya, tuangalie element ya mwisho, air element au element ya hewa. Air element kwa Gemini, Libra na Aquarius, nyota ya mapacha, nyota ya mizani na nyota ya ndoo. Jamani, alama za hewa. Kuna mtu alidhani angeweza kucheza pande zote mbili na kuendelea kukuchanganya, lakini hakujua kwamba wewe unaweza kujiondoa haraka sana pale utakapogundua kwamba mambo haya hayana mwelekeo, hayana mantiki tena. Naona ukimkamatia mtu nafasi ya kukufikia bila kutoa maelezo marefu, hutatoa hotuba tena wala kubishana sana. Wewe utanyamaza tu na utajiondoa, na huo ukimya wako unamuumiza sana kuliko mabishano yoyote. Lakini kuna mabadiliko ya ghafla yatakuja mara tu unapoenda kumwachilia, kuvumilia juhudi ndogo au mahusiano ambayo ulikuwa hata uyaelewi, kile ambacho kistahili hakieleweki. Fursa nzuri zitafunguka ukimwachilia tu. Fursa nzuri zaidi zinaanza kujitokeza karibu mara moja. Inaweza kuwa ni fursa bora, connection mpya, mwaliko jamani, nafasi mpya. Kwa hiyo wewe usijali kama unaona mahusiano haeleweki, mahusiano kila siku lazima uyaeleze. Mlango mmoja ukifungwa hii Jumatatu, jua kuwa kuna mwingine ambao unaanza kufunguka kabla Ijumaa. Kwa hiyo usilazimishe eti mlango ambao tayari umefungwa unaung'ang'aniza, utavunjika moyo, utauharibu. Kwa hiyo wewe tulia tu. Kwa hiyo dai ujumbe kama unaendana na wewe, air element, utuambie basi ni nani huyo, ukimkatia mtu nafasi ya kufikia bila kutoa maelezo yote marefu, unaondoka tu, hutaki kutoa tena hotuba, hutaki tena kubishana naye, unanyamaza tu na kujiondoa. Mtu alidhani kuwa wewe angekuchezea vile anavyotaka, lakini kwa sasa anachanganyikiwa. Na mara tu utakapoachana na uhusiano, ndugu yangu, fursa zinakuja, connection kabla Ijumaa, mialiko, nafasi mpya. Kwa hiyo huu ndio utabiri wa tarot reading ya siku ya Jumatatu. Kwa hiyo usikize, alafu niambie utabiri unakuhusu, na kama unakuhusu basi unajua kipi cha kufanya. Dai ujumbe huu au claim it ili iweze kwa kwako. Pia usisahau kusubscribe, like, comment and share.